Katika jambo hili anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Hilo ni jambo kubwa moja ambalo tunaliona katika mstari wa sita. Lakini la pili na mstari huo ni lile analosema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Moja ni kwamba Yesu ndiye njia, yeye ndiye kweli, yeye ndiye uzima. Lakini la pili, hakuna namna ya kufika kwa Baba isipokuwa kwa njia ya yeye Kristo. Bwana Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake. Wote pia walikuwa katika wakati mgumu sana. Hebu tujiweka kwenye nafasi ya wanafunzi wa Yesu. Baada ya kushuhudia mambo makubwa ambayo ameyatenda, kutembea juu ya maji, ponya wagonjwa, amefufua hata waliokufa. Inaweza kuwa vigumu sana kupokea kile ambacho Bwana Yesu anawaambia kitafuata. Akiwa njiani kuelekea Yerusalemu, anawaambia kwamba atapelekwa kwa makuhani na walimu wa sheria ambao watamhukumu kwa hukumu isiyo yake. Watamkabidhi kwa mataifa ambao watamdhihaki, watamtesa na kumsulubisha. Huyu Yesu ambaye wametembea naye siku zote, wanamuona kufanya miujiza, wamemuona ukuu wake, anawaambia maneno magumu sana. Soma Mathayo sura ile ya 20 mstari wa 17 mpaka 19. Neno la Mungu linasema Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi 12 faragani, na njiani akawaambia, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Kisha watampeleka kwa mataifa wapate kudhihaki na kumpiga mijeledi na kumsulubisha. Na anasema na siku ya 3 atafufuka. Haleluya. Amen. Baada ya chakula cha mwisho, Yesu anawaambia kuwa baada ya kusulubiwa, kuuawa na kuzikwa, atafufuka na atakuwa pamoja nao, lakini kwa kitambo kidogo, na kisha atarejea kwa Baba na kuketi kulia kwake. Bwana Yesu anawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu na makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo, nami niendapo mwaijua. Aliposema tu vile, maswali yakaja, sababu inawachanganya sana. Petro akauliza, lakini swali ambalo lilikuwa interesting ni swali la Tomaso. Anasema jambo muhimu sana Tomaso. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi tutaijuaje njia? Yaani hata huko unakoenda hatukujui. Sasa njia tunaijua. Kama leo asubuhi hii tutembee na Tomaso. Pengine mara nyingi tuko kwenye nyakati ambazo tumejiuliza, mbona hatujui tunakoenda? Mbona hatuioni njia? Mbona mambo yanakuwa hayaeleweki? Tunaona kisa katika shughuli zetu, katika maisha yetu. Hatujui tunakwenda wapi. Yesu anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ambapo